Bwana, wananchi wameendelea kujieneza au wameendelea kujiimarisha zaidi katika dirisha dogo la usajili mara baada ya kuwa tayari wamemaliza na engo ya kwanza ya makundi, tuseme hivyo. Ndiyo michuano mikubwa ambao wameifanya, kwa sababu ligi ya ndani tumeshazoea misimu minne mfululizo wakiwa wamefanikiwa kutoa mataji manne ya ligi kuu. Kwa hiyo wanajiandaa kwa ajili ya michuano ya kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika katika hatua ya makundi. Kundi lao ni kundi B, kundi ambalo yupo National Ahli, yupo Young Africans, lakini pia yupo Esfa pamoja na JS Kabylie au Jeska. Kwa hiyo ni timu 4 tu kama ambavyo inafahamika, lakini wameendelea kufanya sajili mbalimbali ili kuhakikisha kuwa wanafanya maboresho makubwa ambayo wameyafanya. Kwa hiyo hapa tunasubiri kwanza michuano ya AFCON itakapomalizika, wawe wameshatazama vipaji vingi, washatazama watu wengi, washatazama wachezaji wazuri wa kuweza kusajili. Sasa kwa wakati huu tayari wameendelea kufanya sajili ambazo ni bora zaidi, sajili ambazo zitaisaidia timu katika michuano hiyo, huku jina la Claude Kalamugisha mchezaji wa timu ya taifa ya Burundi akiwa ndiye ambaye anatajwa zaidi katika kikosi cha soka cha Young Africans, huku wakiwa wanatajwa wachezaji wengine kutoka ukanda wa Afrika Magharibi kule Ivory Coast, ambako ndiko pamekuwa ni shamba la Young Africans katika kutafuta wachezaji wenye ubora wa hali ya juu mno. Sasa moja kwa moja moja kati ya vitu ambavyo watu walikuwa wanajiuliza ni kuhusiana na zile sajili ambazo Young Africans wamezifanya, kwamba je, mbona sajili hazilipi? Mbona sajili kama vile zimesimama? Yes, tumeshuhudia sajili kadhaa ambazo wamezifanya Young Africans na kwa wametoa wachezaji wazuri zaidi. Ukimtoa Khalid Aucho ambaye ni muhimili mkubwa sana wa eneo la katikati kwa Young Africans, lakini pia walimtoa mchezaji kama Mohamed Dumbia ambaye pia amini kwamba Stefan Aziz Ki ambaye ndiye muhimili mkubwa wa klabu ya soka Young Africans. Ukiangalia msimu wa 2023-24 akiwa mfungaji bora, akiwa kiungo bora, akiwa mchezaji bora, akiingia kwenye kikosi bora. Lakini pia hata katika michuano ambao walicheza ya hisani kule Afrika Kusini dhidi ya Kaizer Chiefs pia alikuwa mchezaji bora katika kombe la Toyota Cup. Yes, tushuhudia pia katika michuano ya Mpumalanga Cup ambao walikuwa wanacheza pia Stefan Aziz Ki alitoka man of the match katika mechi dhidi ya TS Galaxy ya kule Afrika ya Kusini, lakini walifanya kusafisha kichaka kaondoa. Mohamed Dumbia akaja kwa ajili ya nafasi ile. Lakini pia tumeshuhudia Racine Kouma ambaye pia alikuja mpaka katika klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans. Pale tumeshuhudia wachezaji kadha wa kadha ambao wengi wameletwa pale kwa ajili ya msimu huu, lakini kawaida au jicho la kawaida tu ni kwamba mpaka sasa wale wachezaji hawajalipa au sajili hazijalipa. Kiufupi niseme hivyo kwa sababu hawajaonyesha kile ambacho walipaswa kukionyesha, na hata tukizisoma namba zao hazisomi sawa na zile ambazo zilikuwepo. Na maanisha kwamba wachezaji waliokuwepo yani wameendelea kuwa bora kwa zaidi ya wale waliopo. Sasa hivi Young Africans hakuna muda wa kuendelea kuvumilia mchezaji, kwa sababu tayari ni klabu kubwa, klabu ambayo ina uwezo, ni klabu ambayo tayari inahitaji sasa hivi mafanikio. So haimjengi mchezaji, nataka mchezaji mwenye performance aje tuingie naye wapi? Field. That is ndicho ambacho Young Africans kwa sasa wanakifanya. Hawafanyi vitu kwa kudonoa kwa sababu na wao wapo katika lidhi mzuri ya kuhakikisha kuwa wanataka wafanye mambo ambayo yapo sawasawa na uelekeo wa team. So usajili ambao wanaufanya kwa manufaa ya team lenyewe. Ndio maana leo wanaangalia sajili ambazo hazitaigharimu team. Mfano Claude Kalamugisha ni moja kati ya sajili ambazo haziwezi zikaigharimu team milele, kwa sababu very much tunamfahamu sana Claude Kalamugisha, kiwango chake, ubora wake na uwezo wake. All of us we understand about Claude Kalamugisha. Lakini kuna kiungo wa kukata na shoka, achana na Musa Barakonte ambaye anatarajiwa kuondolewa kwa mkopo. Kuna sajili nyingine ambayo inatajwa zaidi, mwamba kule kutoka kule Afrika ya Magharibi kule Ivory Coast, Mohamed Zugrana, kiungo wa kukata na shoka, kiungo bora zaidi ambaye anakipiga katika klabu ya Msalgia kule
Morocco pia ni bonge moja la mchezaji ambaye amekuwa na kiwango bora, amekuwa na mchezaji ambaye amekuwa na mafanikio mazuri sana katika uchezaji wake. So ni moja kati ya watu ambao wanatazamiwa kuja kufanya mambo bora au kufanya mpira au klabu ya wananchi kuwa bora zaidi. Pale katikati eneo la namba 6 anasimama Mohamed Zugrana, namba 8 anasimama Mudathir Yahya, basi Las Nikoma sawa. Lakini pia mbavu ya kushoto toa Celestine Ekua, tia Claude Kalamugisha. Mbavu ya kulia mweke Pacome Pedro Zouzoua. Lakini namba 9 pale Prince Mpumelelo Dube anaweza kuendelea na shughuli yake ikiwa watamuongezea striker mwingine, it's okay, kwa sababu hatufanyi hatuchange sura kwa wanasema hatuchange sura kwa upasuaji wa plastiki, ndivyo ambavyo wanasema. Kwa hiyo kama Young Africans wanahitaji kupata watu ambao wataifanya timu iwe bora zaidi, lazima wafanye maamuzi magumu. So even Prince Dube wanaweza kumuondosha ili wapate wachezaji ambao ni quality ya klabu yenyewe, kwa sababu timu itakuwa kubwa kila siku, ila wachezaji wale wanarejesha nyuma maendeleo ya club. All the way ni kwamba sasa lazima wahakikishe kwamba Pacome anapata Pacome mwenzake, lazima wahakikishe Mudathir anapata Mudathir mwenzake, Djigui Diarra anapata Jigi mwingine, lakini pia Prince Mpumelelo Dube anapata Dube mwingine. Lakini eneo namba 10 kama ni Dumbia anapata Dumbia mwingine. Hapa namaanisha kwamba kila namba iwe na mtu ambaye hata ikionekana ndani yupo mzuri, akitoka anaingia mzuri. Hizi nikukumbushe wakati wa Man City ambapo ikiwa ya moto tulikuwa tunashuhudia kwamba akitoka Jack anaingia Phil, walikuwa bonge moja la kikosi. Anatoka Aguero anaingia Raheem Sterling, bonge moja la kikosi. Anatoka Bernardo Silva anaingia Da Silva, hao wote wanakuwa ndani. Hapo kuna Kevin De Bruyne, hapo kuna Da Silva, hapo kuna Bernardo Silva, hapo kuna Sergio Aguero. Hapo panakuwa na wachezaji ambao wanakuonyesha kwamba kuna namna gani wanafanya kazi. Vincent Kompany huku una Kyle Walker, kazi inapigwa. Ndivyo ambavyo unatakiwa kuwa, kwamba anayetoka ni mzuri, anayeingia ni mzuri. Yaani kiufupi wapinzani wanajiuliza anayetoka ni balaa, anaingia ni matatizo. Yaani kiufupi ndo inakuwa hivyo. Even for National Ahli wako hivyo. Anayetoka na anayeingia huwezi ukaona tofauti yao. So ndio namna ambavyo klabu kubwa zinavyokuwa. Young Africans haijawa na level hizo. Yaani unamtoa Pacome Zouzoua, nani anakuja kuonesha over Pacome Zouzoua? No, hakuna. Unamtoa Maxi Pia Nzengeli, nani ataziba pengo la Maxi? Hayupo. Unamtoa Djigui Diarra, nani ambaye anaziba pengo la Djigui Diarra? Hayupo. Unamtoa Dube, nani anakuja kujaza? Hapana. General Duke Abuya unamtoa, nani anakuja kusimama pale? Hakuna. In short kwamba team ni kavu au ni kame. Sasa nini ambacho wanatakiwa kufanya? They have to make revamp or reform. Lazima watengeneze reform ya team ili timu iweze kujitegemea yenyewe kama yenyewe, kwamba sasa leo Pacome Pedro Zouzoua anaumwa, just let us find another player, ngoja tuchukue mchezaji mwingine ambaye ni quality ya Pacome Zouzoua. Imagine Pacome kaumia afu Claude Kalamugisha huyo hapa, lazima timu itaendelea kuwa bora ile. Umeona mfano msimu jana ni msimu ambao ulikuwa ni wa moto kweli kweli. Even Stefan Aziz Ki akiwa nje, unaye Clatous Chota anakuwa hapo. Akiwa nje Aucho yupo Duke Oga Abuya. This time around akisipo kuwepo Duke, hapo utaanza kutafuta viungo. Azizi Ndambwile Mombalaswa low level, tuseme tu hivyo. Sio level ambazo unaweza ukazishindanisha kwenye michuano mikubwa ambayo tumeizoea hasa ya kimataifa. Ukizingatia Young Africans sio giant kwenye michuano kama hii, so hawezi akachanga karata kwenye michezo migumu, hasa kuelekea katika mechi yao dhidi ya National Ahli ambao ni mabingwa mara 12, wazoefu wakubwa sana wa michuano hii, wanaweza wakavunja mtu mbavu. Kwa hiyo lazima wahakikishe wanafanya sajili ambazo ni bora zaidi, kama ambavyo msimu unazungumza. They have to make good signing for their better tournament. Ndicho ambacho wanatakiwa kukifanya. Bwana, endelea kuwa nasi.